Wengi mnafahamu nimezungumza sana, nimefundisha sana kuhusu kipindi cha mpito cha kati cha ndoa au midlife crisis. Kwa nini? Kwa sababu ya impact ambayo kipindi hichi kimekuwa nayo kwenye ndoa nyingi. Wengi wamekuwa na ndoa cold, wengi wameachana, wengi wamedivorce, wengi wamekuwa na ndoa zenye migogoro kwa sababu ya kutokuelewa vyanzo, kutokuelewa kipindi hichi, kutokuelewa madhara, kutokuelewa wafanye nini au watagunduaje wako kwenye hiyo eneo. Na ndio maana nimekuwa nikisema ukitamani kujua mambo mengi niliyofundisha kuhusu hichi, andika tu Chris Mauki midlife crisis, utapata masomo mengi. Nimezungumza kuhusu namna gani unaelewa hicho kipindi, utajuaje mko hicho kipindi, vyanzo vya changamoto, etc etc. Sasa leo naomba nikupe mambo ambayo unatakiwa kuyaepuka kwa hali yoyote ile. Unatakiwa kuyaepuka mambo haya unapokuwa kwenye hichi kipindi cha kati cha mpito cha ndoa au midlife crisis. Don't do these things. Pamoja na kwamba hivi vitu vinaonekana kama ni vya mapenzi, lakini naomba niwaambie mnavyopita kwenye changamoto ya hichi kipindi usifanye. Unaweza kuniambia, hey, Dr. Chris, how? Hivi vitu si ndio vizuri nataka kufanya? Naomba nikwambie kwenye midlife crisis usivifanye. Kabla ya midlife crisis fanya, baada ya midlife crisis fanya. Kwenye kipindi cha midlife crisis don't do, kwa sababu kitakubackfire. Jambo la kwanza, na bahati mbaya watu wengi bila kujua haya mambo, kwa sababu ni ya kuto kufanya, wao wakifikiri kwamba labda anafanya hivi kwa sababu amekosa hichi kitu, kwa wakafanya haya mambo kwa kuto kujua, wakidhani wanafix ndoa, wanafix mahusiano yao, kumbe ndio wamekuwa wakiwasha moto mkubwa wa uharibifu mahusiano yao. Jambo la kwanza, katika kipindi cha midlife crisis usimuombe sana au kumkumbusha sana kwamba unampenda. Kwa nini? Kwa sababu haamini. Kile kipindi cha midlife crisis hakuamini kwamba unampenda. Haamini, kwa sababu ukienda kule kwenye mtagunduaje kwamba mko kwenye hichi kipindi, utagundua sababu mojawapo, kila mmoja anahisi mwenzake mpendi. Kila mmoja ana confirm ndani yake kwamba ulikuwa unanipenda zamani, sasa hivi unipendi. Sasa hichi kipindi ukaanza wewe ndio unataka umwambie, yani baby huwezi kuja, ninakupenda sana, naomba uamini nakupenda sana. Unamkumbusha kila wakati na unazidisha, kwa sababu kuna mtu amekwambia wewe endelea kumwambia unampenda, endelea kumwambia unampenda. Naomba nikwambie kwenye midlife crisis ukiendelea kukomaa unampenda na kumkumbusha sana, unafeli. Ndio haamini, ndio ataona. Kwa hiyo unafanya kwa sababu. Sasa inabidi uongeze hizi nakupenda kabla, ili hapa angalau imani yake iwe kubwa. Hapa ndio ukaanza kusema unampenda wakati ulikuwa hufanyi hivyo, asema mtapambana sana. Jambo la pili la kuepuka, epuka zawadi. Epuka surprises, epuka kadi na maua. Unampooza. Naomba nikwambie sasa hizi hazitompooza, ndio zitawaka. Kuna nyakati nilikuomba zawadi ulikuwa uleti. Kuna nyakati ulikuwa umesahau, sasa hivi unajifanya unaleta surprise zako. Nakwambia mtapambana, moto utakuwa mkubwa hujawahi kuona. Sasa hivi kwenye midlife crisis acha hivyo vitu pembeni kwanza. Kama ulikuwa huwezi kuvifanya usifanye wakati huu. Unless kama ulikuwa unafanya endeleza. Hata kama unaona midlife crisis, kwa sababu anajua that's how you are. Lakini kama ulikuwa ufanyi kabisa, ndio unataka ufufukie hapa, umekwisha. Yaani umekwisha kabisa. Ndio utajua sio moto, kila moto unazimwa na maji. Jambo la tatu la kuepuka, usiwahusishe ndugu na marafiki mambo yenu. Sasa kule kwenye dalili nilikwambia za mnajijuaje, moja wapo ya dalili ni hii. Mtajikuta mnaanza kutaka kuwaambia watu. Sasa hilo ni kosa. Kwa nini? Mwenzako anapopita kwenye hii anataka msuguane ninyi kwa ninyi. Wewe umempigia baba mkwe, wewe umempigia mshenga, wewe umempigia babako amempigia kumuuliza. Nakwambia utakuja kugundua the more unavyowaambia watu katika kipindi cha midlife crisis, the more unavyowaambia. Kule nyuma mlikuwa mkiwaambia watu mnaitwa, mnakalishwa, mnaambiwa, mnapoa, mnaombana msamaha, mnarudi. Sasa hivi naomba nikwambie the more mnavyowaambia watu mnaitwa kwenye kao hatokei. Hataki kusikia kutoka kwa mtu. Na ndio jinsi ambavyo mnaweka mpasuko mkubwa zaidi. Usikae ujaribu kuanza kuwaambia watu wengine mahusiano na mnakopitia katika kipindi hichi, mnawasha moto mkubwa. Jambo la 4 la kuepuka, usiendelee kukomaa kumuonyesha kwamba unamhitaji asiondoke. Baby please don't go, nitabaki na nani na kuhitaji. Amini, kwa sababu kuna mambo kwanza mengi umefanya, naamini kwanza ulikuwa unataka aondoke.
Kwa sasa hivi anaona hichi kipindi ndio kipindi kizuri cha kutoka kwenye maisha yake. Alafu unakaa sasa ndio unataka kumwaminisha kwamba unamhitaji na uwezi kuishi bila yeye. Unaharibu. Yaani ndio unaharibu kabisa. Ndio maana nasema ni vizuri kufanya yale mambo ya kumuonyesha unamhitaji, you need him or you need her, kabla. Midlife crisis bwana hapa haamini tena. Jambo la 5 la mwisho la kuepuka, usianze kufanya tafiti ukamsikiliza Chris Mauki kuhusu midlife crisis, afu ndo anamwambia tusikilize hii kipindi, naona tunapitia hapa. Hataki shule, hataki elimu, hataki mtu yote. Ndio kuna watu wengine tunakutana nao huko wanatuchukia, wewe Mauki na kuchukia kwa sababu mtu wake ameanza kumfundisha kuhusu Chris Mauki. Wakati huu unaanza kumtupia vitopiki fulani. Umefanya tafiti zako za midlife crisis, ndio unaanza kumwambia. Naomba nikwambie, atawaka kuliko moto unavyofikiri. Kwa nini? Anakwambia kwa nini mimi sijui. Kwa hiyo unataka nini? Kwa dina yeye kwa namna unavyomuona. Usianze kusema unaanza kwenda kufanya tafiti, una Google midlife crisis kwa sababu umesikia, alafu ndio unaanza kumwambia mimi nahisi wewe una shida hii, mimi nahisi wewe ulikuwa na changamoto za utotoni. Yaani utaweka moto ambao haukuwepo. Alijua tatizo ni lingine, sasa unaanza kumwambia yeye wazazi wake ndio wanahusika. Yaani tatizo litakuwa kubwa sana. Epuka haya mambo mnapopita kwenye kipindi cha midlife crisis, kipindi cha mpito cha kati cha ndoa. Utanishukuru baadaye na kuhakikishia.